Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya punda. Kumwelewesha mtu. Kumhamasisha mtu. Kuitangaza bidhaa au biashara. Kuhisi moyo wako kuwa na furaha. Kufungukiwa jambo na mtu ambalo lilikuwa linamkera. Kuongea kwa msisitizo. Kutamani kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kuwa na shauku ya kufanya kitu. Kutamani kuonana na mtu ili kufahamiana naye vizuri. Kumsihi mtu kitu chenye umuhimu. Kuamua jambo liweze kufanyika au kutatulika. Kuhisi uzito mgongoni au begani. Mtu kuujua ukweli unaokuhusu ikiwa alikuwa na kudhania vibaya. Ulivyovipoteza vinaweza kurudi kwa wakati wowote ambavyo vipo katika mpangilio. Kuongea na mtu kwa sauti ya chini kwa kutaka mwingine asisikie. Utapambania vingi. Japokuwa ukatishwa tamaa lakini utang'ang'ania unapopataka. Kupata usingizi mzito sana. Nyota ya mshale. Kuona kitu kinafanyika kwa urahisi ila itakuwa ni tofauti na unavyofikiria baada ya kujaribu. Kuiona alama iliyopo mwilini mwako ambayo hauijui imesababishwa na nini. Kumzuia mtu asifanye maamuzi. Kuona viumbe vidogo vilivyozaliwa, tarajia furaha na jambo zuri kutokea. Kuhitaji mtu awe upande wako au kusimamia kitu mbadala wako. Yaani kushikilia nafasi yako kwa muda. Mtu atafurahia kitu utakachompatia. Nyota ya simba. Mtu kukutabiria jambo ambalo litatokea. Kupata usingizi wa ghafla. Kuiangalia barabara ndefu sana itakujulisha bado una safari ya kujipambania. Pia utatekeleza kitu. Kuhisi kung'atwa na mdudu baada ya kuwa na maumivu sehemu. Kurudia makosa kwa kumwamini mtu. Kupata ujumbe wenye maelezo marefu. Kutambua kuwa mtu bado anakujali ila tu huwa anabadilika kwa kisirani chake. Kuhitaji makubaliano na mtu. Nyota ya ndoo. Kuumwa tumbo ghafla. Kuchaguliwa katika nafasi fulani. Utapata safari. Kutalii. Kuunguza kitu. Kupishana na kitu chenye harufu kali ambayo hutopendezwa nayo. Kuhisi unasemeshwa kitu ila hutoelewa. Jambo hili litatokea baada ya kuona kiumbe kama kuku, paka ama kitu kingine chochote. Kikikuangalia huku kikisema. Utajiinamia kwa muda mrefu kama vile unatafakari kitu. Kupendezwa na kauli ya mtu. Nyota ya mapacha. Kuvimba shingo kwa ugonjwa wa mafindofindo. Kuhisi baridi kali wakati wa usiku. Mtu kukuuliza maswali mengi mpaka atajishtukia, anaweza kuwa mwenye nyota mashuki. Kutompa mtu nafasi ya kumsikiliza ikiwa ana jambo muhimu sana. Moyo wako kuwa na kifundo au kinyongo na dukuduku kutokana na jambo. Kusingiziwa kitu. Utalaumu kuwa na mtu pamoja. Utafika sehemu huku ukiwa na mashaka. Kuhisi kulia moyoni. Kukataa usumbufu wa mtu. Nyota ya mizani. Kujishtukia baada ya mtu kujitokeza. Kumnunulia mtu kitu ambacho kitamfanya kubaliki kwa maombi mazuri. Kuvaa kitu chenye kukubana sana. Maneno ya mtu kukupa ujasiri. Kuhisi mtu ana tatizo la kusahau. Kujaribu kitu kwa upande mwingine. Kuona maandalizi ya kitu ambacho hutoelewa ni ya nini. Kulala kwa mashaka. Mwili kuwa na ganzi mara kwa mara hasa ukiwa umeulalia mkono. Kuhisi una tatizo katika kibofu cha mkojo. Mtu kuonesha jitihada kwako kwa kutaka kukusaidia. Nyota ya samaki. Kusuasua kumwambia mtu kitu. Kumtumia mtu aweze kufikisha ujumbe sehemu. Kuna mtu anauangalia sana ujumbe wako uliomtumia. Kupata kumbukizi za utotoni. Utakuwa mwenye unyenyekevu kwa mtu fulani. Kufuatilia kitu mpaka kujua mwisho wake. Utakuwa mwenye kuzungumza sana hasa kujadili kitu. Kitu ulichokuwa unakiwazia sana kufutika kwa sasa, kutokana na mambo mengine kuendeleza. Utawaza kitu huku ukiwa na tabasamu. Utakuwa na hamu sana ya kula mara kwa mara. Kuongea sana wakati wa usiku ukiwa na mtu kimazungumzo. Kupatiwa kitu chenye rangi nyeupe. Kuna hali ya upendo sana kuwepo. Mtu kubadilika baada ya kugundua kitu. Nyota ya kaa. Kuhema sana kwa kuchoka. Kuhisi mtu anahitaji kuongea na wewe. Utapuuza neno la mtu. Utamfanyia mtu kitu atakachokipenda. Kulia kwa furaha. Kutamani kuongea mengi zaidi.
Kutolizishwa na hali aliyokuwa nayo mtu. Utamsahau mtu wa muhimu sana ambaye atahitaji ukaribu wako. Kuhisi kufarijika. Mtu kuwa karibu sana na wewe na kupeana mawazo tofauti tofauti. Kuhisi kuchomwa na kitu. Kuona kundi kubwa la kunguru wakiwa na kelele. Hii ni ishara la tatizo kubwa kutokea ambalo utalidhibiti. Kumuonea huruma mtu kwa mapito yake. Kuongea jambo litakalomshtua mtu. Utafanya matumizi makubwa ya kitu. Kukosoa jambo. Utabishana na mtu ambaye ni mgumu kubadilika kitabia. Nyota ya nge. Kuchukizwa na mtu asubuhi. Kubuni kitu. Mtu mwenye shari atakuwa mbali na wewe. Japokuwa unafuatiliwa sana na roho za kishirikina. Kujisahaulisha kitu na hautaki hata kukumbuka au kukumbushiwa. Utamjibu mtu kwa kumwangalia tu. Kuhisi mtu kajifunza baada ya kuwa kimya kwake. Kuwaza ulivyovizungumza. Kuangalia akaunti yako ya pesa mara kwa mara. Kusahau kumuuliza mtu jambo la umuhimu sana. Kuonana na mtu ambaye hukumtarajia. Kupata taarifa ya mtu ya kushtakiwa. Kujihisi homa ila utajikaza. Kumpa mtu kitu ambacho kitamsaidia. Kufanya upekuzi wa vitu vyako. Kuhisi kurubuniwa na mtu. Nyota ya mashuke. Kurudisha kumbukumbu ya kitu lakini inashindikana. Hii inaweza kuwa hata kwenye ndoto. Kumfuata mtu ili akupe ushauri au mwongozo wa kitu. Utamfanyia mtu makusudi kwa kumkomoa. Kubadilisha pini kila wakati. Kumfurahisha mtu kwa uchangamfu wako. Utakuwa mwenye wasiwasi na mtu. Mtu uliyepezana naye atakutafuta kwa namba nyingine mpya. Nyota ya ng'ombe. Wiki hii umelala sana kwa kuchoka. Kujiweka mbali na masononeko. Kuhisi uimara moyoni mwako. Kufanya kitu chenye matokeo. Kuzikataa fikra mbaya. Kufanya maboresho. Kuhimiza kitu kifanyike kwa haraka. Kutotaka kumkumbushia mtu jambo ili kumwangalia umakini wake. Utahisi mtu kukupenda. Kuiwazia ajali ya moto. Mwenye nyota ya punda atakuwa ni mshauri wako sana. Utakuwa na kilio cha furaha kwa jambo usilolitarajia kukufikia. Nyota ya mbuzi. Mtu kukuota sana. Pia atakujulisha kwa hilo. Uhisi kuna kitu kinarudi maishani mwako. Kumuaga mtu kuwa unaenda sehemu ya mbali. Kugawanyisha kitu kwa usawa. Kuomba kitu kitekelezwe. Utahisi amani baada ya ujio wa mtu. Kumuona mtu akiwa mwenye mawazo ikiwa haujamzoea kuwa hivyo. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.